Wananchi wasiopungua 200 katika manispaa ya Songea iko mkoani Ruvuma wanatarajiwa kufikishwa mahakamani. Hiyo ni baada ya kushindwa kutimiza wajibu wa kulipa kodi ya pango ya ardhi, ambapo mpaka sasa unapoelekea mwaka wa mwisho wa fedha mkoa wa Ruvuma tayari umekusanya kiasi cha shilingi bilioni 1.5. Taarifa na Newton Ndaenda akiwa Ruvuma inafafanua zaidi. Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Ruvuma ndugu Saidi Juma Kijiji amesema wananchi wasiopungua 200 wa manispaa Songea mkoani Ruvuma wanatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya kushindwa kutimiza wajibu wa kulipa kodi ya pango ya ardhi, ambapo ameeleza kuwa baadhi ya adhabu ambazo zinatolewa baada ya kufikishwa mahakamani na kushindwa kutimiza wajibu wa kulipa kodi hiyo: moja, wanaweza kuongezewa muda wa kulipa kodi, na njia nyingine serikali inaweza kuuza kiwanja ili kufidia kulipa kodi inayodaiwa. Na mpaka sasa unapoelekea mwisho wa mwaka mkoa Ruvuma tayari umekusanya kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Nakumbuka tuna zoezi moja endelevu la kila mwaka kuhusu makusanyo. Na makusanyo kwa mwaka huu mpaka sasa hivi tumeshafikia kama bilioni 1.5, almost nusu ya bajeti yetu. Lakini pamoja na makusanyo hayo yote ni kwamba kuna baadhi ya wananchi wanaweza kuwa wengi kidogo bado hawajatimiza wajibu wao wa kulipa kodi ya pango la ardhi. Na hivi tulivyo sasa hivi tupo kwenye awamu ya mwisho ya kupeleka wananchi takribani wasiopungua 200 kwa upande wa manispaa kuwapeleka mahakamani. Na wananchi hawa ni wale ambao wamekiuka masharti ya kuendeleza ardhi yao, lakini kubwa zaidi ni kwamba wameshindwa kulipa kodi ya pango la ardhi ambao ni kwa mujibu wa sheria. Sheria inaturuhusu kwamba mwananchi ambaye ameshindwa kutimiza wajibu wake wa kulipa kodi ya pango la ardhi ama ameshindwa kuendeleza kiwanja kwa wakati, tunaweza tukakifuta hicho kiwanja na tukampa mtu mwingine mwenye uwezo wa kukiendeleza hicho kiwanja. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa manispaa Songea wameishauri Wizara ya Ardhi kutoa elimu ya kodi ya ardhi kwa wananchi kabla kuchukua hatua ya kuwafikisha mahakamani, kwa kuwa wananchi wengi hawana elimu ya kodi ya ardhi. Unakuja kipindi hiki unawaambia kuna baadhi ya watu 200 hawajalipa ardhi, watakwenda kupelekwa mahakamani. Unawapeleka mahakamani aliyakuwa unajua kabisa hujawafikia ipasavyo kuwapa elimu ya kutosha. Kwa hiyo mimi niombe, utawapeleka mahakamani, watakwenda kupigwa faini. Sasa mnaenda kuwafunga tu. Wananchi wanaamini ardhi ni sadaka. Kwa nini wanajua sadaka? Kwa sababu wao wahusika, huyu kamishna na watu wake wa chini, wanashindwa kwenda kufanya semina kwenye mitaa. Kuna siku inabidi ofisi ya kamishna inakutana na wenye viti wa mitaa na watendaji na wajumbe, wanawapa elimu kwamba ardhi hii tunayotumia hii sio sadaka. Mkoa wa Ruvuma ni mmoja mikoa ambayo inatekeleza mradi wa miliki salama wa ardhi, mradi ambao unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya Songea pamoja na halmashauri ya wilaya Mbinga, ambapo mpaka sasa viwanja zaidi ya 20 tayari vimeshapimwa na vilivyokamilika vinafika 11,000. Lakini kuna changamoto ya wananchi kushindwa kulipa malipo ya pili ili waweze kuchukua hati zao za umiliki wa ardhi. Changamoto ambayo tulionao sasa hivi ni kwamba wananchi wana mwitikio mkubwa wa kuomba, lakini katika kulipa malipo ya upili pamekuwa na changamoto kidogo. Mtu akipewa control number ya malipo ya upili anashindwa kulipia kwa wakati.